Naitwa Joyce Emmanuel James, nipo mtaa wa National. Mimi ni mama wa watoto 6, wa vivulana 3 na visichana 3. Nilibahatika kupata mapacha ambao bahati mbaya nilijifungua wa miezi 6, ambao walikuwa kilo 1.3 kila mmoja. Kuru alikuwa tu vizuri, lakini Doto alikuwa na hali mbaya sana. Mimi tukasubiri, wakaniambia tusubiri nini? Tusubiri gari ili tuende Bugando, maana hapa tulikuwa hatuna vifaa vya kuhifadhia watoto njiti. Huyu Kuru akawa amepoteza. Baadaye wakampima Doto na yenyewe wakasema kwamba hapana, sidhani kama kuna mtoto. Mbona hapumui? Tukao tu tumefanyaje? Baadaye tukao tumerudi nyumbani, kajua mtoto amefaje, amefariki. Tulipofika njiani barabarani karibu na hapo Majaruba ya Cheja, mtoto akaanza kupumua. Ndio tukawahi kuchukua oksijeni na tukachukua oksijeni, tukakimbia kuchukua oksijeni na kuwahi kwenda Bugando. Kwa kweli Mungu ni mwema. Sasa hivi mwanangu ana miaka 2 na miezi. Kwa kweli nashukuru kwa kutuletea hospitali kwa wilaya hii ya Kwimba, maana tulikuwa tunahangaika kutoka huku hadi Bugando. Kwanza kule ni shida. Huko Bugando hamna hata mtu wa kuja kukuona, lakini kwa kuwa sasa hivi mmeturahisishia, ni jambo tunawashukuru kwa kweli ili shirika. Nategemea kupata mtoto wa mwisho mwaka huu wawe 7. I have been extremely impressed. It really exceeded what I had even thought. I see this is really a team effort between the community, between the Doris Moller Foundation, which had the vision and which mobilized the resources, between the government, the district, the region, the national, and all of us partners who have supported in one way or another. DMF has done a great job at bringing a proven intervention closer to the community, closer to the people who need this kind of service, working with the community, working with the local leadership, working with the health workers. And I think this model is something that we really advocate for. It is in line with what we are talking about, primary health care, which is the foundation of universal health coverage, which is the goal that we all are working towards. Naitwa Mwirabuzu Ludigija, mkuu wa wilaya ya Kwimba. Uwepo wa jengo hili kwa kweli linaenda kusaidia sana kupunguza vifo vya watoto ambao ni watoto njiti ambao wanazaliwa kabla ya kufikisha zile siku ambazo mtoto anatakiwa azaliwe nazo. Na ni jengo ambalo mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali ndani ya wilaya ninaridhika na utekelezaji wake, kwa sababu tumekuwa tukipata ushirikiano mkubwa kutoka kwa mfadhili wa mradi huu Doris Moller tangu mwanzo. Kwa hiyo tunaamini kwamba kukamilika kwa mradi huu sio tu watoto wa wilaya hii ambao wataenda kuokolewa maisha, lakini ni pamoja na watoto wa halmashauri hizi ambazo nimezitaja 5 zinazotuzunguka, ambao wamekuwa wakipata huduma za matibabu aidha moja kwa moja kwenye hospitali yetu ya wilaya hii au vituo vya afya ambavyo viko jirani na wilaya hizo, na pala ambapo wanahitaji matibabu zaidi wamekuwa wakiletwa hapa. Na kwa kweli tunapongeza sana wafadhili, lakini tunampongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa pale alipofungua milango ya wadau wengine wa maendeleo kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma za afya na kuokoa maisha ya watoto wachanga na wanawake wajawazito. Ni jengo ambalo lina kila kitu. Maana yake haitalazimika sasa mtoto aliyezaliwa kumtenganisha na mama yake. Wageni wote wale ambao wanatarajiwa kufika hapa kwenye siku ya ufunguzi, sisi tunawakaribisha sana. Tunaamini kwamba viongozi wetu tayari wameshatoa kibali hicho cha kuhakikisha kwamba jengo hilo linazinduliwa. Sisi maandalizi tunaendelea ili tuhakikishe kwamba wanakuja kujionea